Hello, mambo vipi mwanafamilia wa Mastori HQ? Jina langu ni Moi Kunene na niko hapa kuendelea kukusimulia simulizi yetu ya Kivuli cha Haki ambayo inayomuhusu ndugu yetu Rama. Rama katika maisha yake kuna mengi ameyapitia. Naamini kwako itakuwa funzo kubwa kama ilivyokuwa kwake. Maana yake tunafundishwa kama kitu hakikukufunza wewe kitamfunza mwenzio, basi ndivyo hivyo kupitia mkasa huu wa Rama kuna vingi sana vya kujifunza, ili mradi uweze kutega sikio na kubakia hapa. Kubaki kwako hapa ni kusubscribe, kulike na kucomment. Ujumbe wako ni muhimu kwetu. Naomba tuendelee kuwa pamoja. Basi leo tunaendelea tangu tulipoishia sehemu ya 3 baada ya Rama kutupwa eneo la Mabwepande na watu wasiofahamika. Mungu ni mkubwa, anapata msaada na kupelekwa katika hospitali ya taifa. Moja kwa moja Rama anafikishwa ICU. Nini kipo ndani ya maisha ya Rama? Na kama una maswali hayo, basi majibu yanapatikana hapa. Tuendelee. Ilikuwa ni siku ya Jumatano saa 6 mchana, ukiwa ni muda wa kuwaona wagonjwa. Baba na mama yake Zawadi walikuwa hospitali ya mkoa wa Iringa baada ya kusikia binti yao yuko hapo akipatiwa matibabu. Zawadi ndiye aliwapigia simu na kuwapa taarifa za kuwepo hospitalini hapo, taarifa ambazo zilishusha presha za wazazi wake tangu Zawadi alivyoondoka pasi na taarifa. Mwanangu, ni nini hiki unakileta ndani ya familia yetu? Uoni kama ni aibu hii? Unadhani ni nani atatuvisha nguo kwa kadhia hii? Aliongea kwa uchungu sana mama yake Zawadi baada ya kumwona Zawadi akiwa kitandani. Lakini mama, haikuwa kwa ubaya, na hata baba nilimshirikisha, lakini matokeo yake naona ni kumwangamiza tu Rama. Kwa hiyo mimi ndo nimetuma watu wawaumize kwa maana hiyo? Alifoka baba yake Zawadi kuonyesha alichokisema Zawadi hakikuwa na ukweli wowote. We mtoto, chunga huo mdomo wako. Natambua ujinga huo unayemwambia ni nani. Huyu ni baba yako Zawadi. Alikazia mama yake Zawadi kuonyesha kuunga mkono kilichosemwa na baba yake Zawadi. Wakati huo wote Zawadi alikuwa kimya, mwenye kutokwa na machozi, huku akiendelea kubeba lawama za wazazi wake. Na huyo mpuzi wako naye yuko wapi? Baba yake Zawadi alioji kwa ghadhabu. Sijui chochote baba kuhusu Rama, na hakuna taarifa zozote zinazoelezea alipo na hali yake kwa sasa, aliongea Zawadi kwa uchungu. Mimi nachoshukuru tu wewe umepatikana, na sitakaa tena kukubali yoyote yule ajaribu tena kuingiza matatizoni familia yangu, alikazia baba yake Zawadi. Baba, ndo nishasema. Wakati baba yake Zawadi akiendelea kutoa misimamo yake ya kuilinda familia yake, nesi aliingia na kuambia kuwa muda wa kuwaona wagonjwa umeisha, hivyo wawapishe ili taratibu zingine za kitabibu ziweze kuendelea. Na wazazi wa Zawadi walipotaka kujua lini Zawadi anaweza kuruhusiwa, nesi akawajibu kwa taarifa za daktari, Zawadi anaendelea vizuri, hivyo kesho yake anaweza kuruhusiwa. Hivyo wafike hapo kesho yake mchana, na wazazi wa Zawadi wakaondoka. Huku hospitali ya taifa, hali ya Rama ilianza kutengemaa, na katika hali iliyomshtua na kumshangaza pia, baada ya kutolewa ICU na kupelekwa wodini, alijikuta akifungwa pingu kwenye kitanda alicholazwa. Hakutaka kujibebesha maswali mengi zaidi, kwani kumbukumbu zilikwisha mrejea na alijua kabisa zile mbio za sakafuni ukingoni ndo umefikia. Pembeni kabisa ya kitanda chake alimwona polisi aliyejidhihirisha kwa kuvaa magwanda, hali iliyompelekea kuona kabisa hakukuwa na namna yoyote itakayomfanya kuwa huru hata atakapotoka hapo hospitalini. Samani afande, ni nini kinaendelea hapa? Aliuliza kana kwamba kumbukumbu hakuwa nazo, lakini dhahiri shahidi alikuwa akitaka majibu ya kufananisha na majibu aliyokuwa nayo kichwani kwake. Muda ukifika utaelewa kila kitu, wewe umesahau, afande alimjibu Rama kidharau, huku akiendelea kusoma gazeti. Lakini Rama akamsemesha tena afande huyo. Afande, samani basi, naomba uniitie daktari. Rama aliongea kwa sauti ya kujivutavuta, akionyesha anahisi maumivu sehemu za mwili wake, na afande akamjibu, bwana usinisumbue. Na Rama akaamua kutulia tu huku akitafakari.
Bosi wa kampuni ya Golden Trust Finance alikuwa akifanya kazi Rama, na iliyompelekea kuingia kwenye misukosuko yote hiyo, alikuwa na taarifa kama Rama amekwisha patikana na yupo hospitali ya taifa chini ya uangalizi wa polisi. Bosi anaamua kumpigia simu Jackson ambaye kwenye kampuni ni kiongozi na kumweleza taarifa za kupatikana kwa Rama. Hivyo taratibu zitakapokamilika, jukumu lililokuwa mbele yao kama kampuni ni kesi dhidi ya Rama, na ikumbukwe kama Jackson ndiyo adui na mtesi mkubwa wa Rama kwa sasa. Kwa hiyo taarifa alizopewa na bosi wake kuhusu Rama kupatikana akiwa hai zilimchanganya sana Jackson, japo anazificha hisia hizo kwa bosi wake. Jackson kichwa kinapata moto na kuwaza pia, kama Rama amepatikana akiwa hai, basi kinachofuata ni yeye kuumbuka na kuwa matatani. Bwana, mambo yanazidi kuwa moto. Kwa leo tunaishia hapa. Huu sio mwisho wa simulizi yetu, huu ni mwisho wa sehemu hii ya 4 ya simulizi yetu ya Kivuli cha Haki, na kuomba endelea kubaki hapa. Kama huja subscribe bado, ni kuombe subscribe, like, pia ukituachia komenti yako ni kitu kizuri sana. Jina langu ni Moi Kunene, mpaka wakati mwingine, chao.